Leo tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026 imeitwa mbele ya jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya uhujumu uchumi rushwa, Mheshimiwa Jaji Sarwat Kazi, na kesi hiyo inawahusu Wendy William Ishengoma na wenzake wanne. Sasa kesi hiyo ilikuwa imekuja kwa ajili ya kuchukua ungamo au kanusho la washtakiwa, lakini na pia kwa ajili ya kuandaa hoja za awali, kwa maana hoja zinazobishaniwa, kwa Kiingereza plea taking na preliminary hearing. Sasa tulipofika mahakamani, kwa niaba ya wateja wangu ambao ni Wendy William Ishengoma na wenzake watano, tulitoa hoja mahakamani kwamba zoezi hili ambalo limekuja kufanyika leo kimsingi limekiuka kanuni ya 8, kanuni ndogo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na ya 5, pamoja na kanuni ya 13 ya kanuni za uhujumu uchumi za mwaka 2016. Kanuni ya 8, kanuni ndogo ya kwanza, inasema ni washtakiwa wale ambao wamefanyiwa ukabidhi kwenye mahakama ya ukabidhi kwa maana ya Kisutu ndio wanaotakiwa kuletwa hapa kwa ajili ya kuja kufanya ungamo au kanusho la mashtaka yao. Sasa mshtakiwa namba 5 ambayo ni kampuni inaitwa Microcredit Finance Limited, siku ya ukabidhi, siku ya tarehe 16 Aprili 2026, mshtakiwa huyo ambaye ni kampuni hakuwepo mahakamani, na kwa mujibu wa kifungu kanuni ya 8 kanuni ndogo ya kwanza, huyo mtu asipokuwepo mahakamani akafanyiwa ukabidhi kwenye mahakama kuu inakuwa haina mamlaka ya kuendelea na hatua nyingine yoyote ile kwa mujibu wa sheria dhidi ya mshtakiwa huyo. Lakini hoja ya pili ambayo tuliileta mahakamani ni kwamba zoezi hili linafanyika kikanuni. Zoezi la kuchukua ungamo au kanusho kutoka kwa mshtakiwa linafanyika kwa mujibu wa kanuni ya 13 ya kanuni za uhujumu uchumi na limewekewa muda maalum. Kanuni ya 13 inasema zoezi la kuchukua ungamo na hoja za awali litatakiwa kufanyika ndani ya siku 30 baada ya mahakama kupokea nyaraka za ukabidhi kutoka mahakama ya chini. Sasa nyaraka za ukabidhi kutoka mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu dhidi ya wateja wangu zilipokelewa katika ofisi ya msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya rushwa na uhujumu uchumi siku ya tarehe 20 Aprili mwaka 2026. Na baada ya hapo, siku hiyo hiyo, Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya uhujumu uchumi na rushwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Sarwat Kazi iliweka akidi na ikatoa maelekezo kwamba watu hao waletwe sasa kwa ajili ya kutoa ungamo au kanusho. Lakini cha kustaajabisha, tangu tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2026, watu hao washtakiwa wameletwa hapa mahakamani leo tarehe 29 ya mwezi wa 5. Maana yake ni siku 39 baada ya muda uliotajwa kwenye kanuni kuwa umepita. Sasa kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa ibara ya 107 B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama inapaswa kuendesha shughuli zake za utoaji haki kwa kuzingatia sheria na katiba. Sasa sheria ni pamoja na kanuni. Kanuni ya uhujumu uchumi inasema zoezi la kuchukua ungamo na kanusho na hoja za awali kwa maana ya preliminary hearing lifanyike ndani ya siku 30. Na sheria imeweka msisitizo kabisa kwamba ni lazima, sio hiari. Sasa tumetoa hizo hoja na upande wa pili na wenyewe walipata nafasi ya kujibu na wakasema kwamba ingawa wamechelewa kufanya hilo zoezi, hiyo haibatilishi uhalali wa mashtaka yaliyoko mahakamani dhidi ya wateja wangu. Sasa mahakama itakwenda kupima huko kama itaamua kutumia busara au itaamua kutumia sheria na katiba kama inavyoongozwa na ibara ya 107 B kubwa. Hilo ni jambo lingine, lakini sisi tumetimiza wajibu wetu kama maafisa wa mahakama kuisaidia mahakama iweze kuona sheria inaelekeza nini na sio maoni. Kwa sababu katiba imeipiga marufuku mahakama kutoa maamuzi yanayoathiri haki za watu kwa kutumia maoni. Mahakama inatakiwa itoe maamuzi ya haki kwa kuzingatia sheria, kanuni na katiba zinavyosema. Vinginevyo
Tunashukuru shauri limeendeshwa vizuri sana, kila upande umepata nafasi ya kujieleza, kuwasilisha hoja zao, na tunaamini tarehe 3 mwezi Juni tutarudi hapa kwa ajili ya uamuzi mdogo kuona kwamba mahakama imekubaliana na hoja za upande gani. Kama mahakama itakubaliana na hoja zetu, manaki kesi itakuwa imefia hapa kifo cha asili na wateja wetu wataachiwa huru kwa kuvunja kanuni ambazo zimefanywa na upande wa jamhuri. Lakini kama mahakama itaona hoja zetu hazina mashiko kwa kutumia busara ama vinginevyo, basi mahakama inaweza ikaendelea na usikilizwaji wa hatua nyingine ya kesi hii. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yamejiri leo. Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya uhujumu uchumi na rushwa, ambayo leo imeketi hapa katika mahakama ya kituo jumuishi Kinondoni, Dar es Salaam. Asante. Pengine unaweza kukumbusha kesi ya msingi hasa ambayo inadaiwa ni ipi? Wao wanadai walimkuta mteja wangu ana hela bilioni 5, shilingi bilioni 5, na wakasema kwamba huo ni utakatishaji fedha kwa sababu alikuwa anafanya shughuli zake za microfinance ambazo alikuwa amepata vibali vya kisheria kuendesha shughuli hizo, lakini wao kwa maoni yao wakaona hilo ni kosa la uhujumu uchumi na utakatishaji fedha. Kwa hiyo wakaamua kumshtaki, na shauri liko mahakamani, kwa maana ya mahakama ya chini, na leo ni mwaka wa pili. Sasa kuwa na hela kwenye hii nchi haijawahi kuwa kosa kisheria, na kwa sababu wao wamesema ni utakatishaji na kesi imefika kwenye hatua hii, sisi tunashukuru sababu mahakama ina mamlaka ya kusikiliza. Tumeleta pingamizi, litasikilizwa, lakini hata kama pingamizi lisipokubaliwa, sisi bado tunaamini kabisa kwamba mteja wetu atapata haki yake hapa mahakamani, kwa sababu kumiliki hela sio kosa. Asante sana.